Kwa sana Allah tabaraka wa taala alipoleta sheria hii ya kufunga, ukikumbuka aya inasema mmefaradhishiwa kufunga nyinyi kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu. Anakusudia sheria hii ya dini sio ilianza katika umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee yake. Yeye Muhammad kaja kutimiza, ilianza zamani sana kufasiri. Na ukitaka kujua hilo, Allah anathibitisha ndani ya Qur'an pale aliposema shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wa Musa wa Isa an aqimu ad-din. Yani kumbe hii sheria ya dini imewekwa toka kwa Nabii Nuh wa ala nabiyina sallallahu alaihi wasallam alayhi. Allah ameweka mipaka yake sheria ya dini, wasitokee mtu akaichupa. Kwa sisi tusije tukashangaa kuona tumemaliza tufunge sisi, mbona nyakati zilizopita hawakuambiwa hivi? Watu wa Musa nao waliambiwa funga Ramadhani? Allah anafanya vitu kwa milolongo maalum na vipengele maalum. Kwa sisi tumewekewa tufunge katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani kwa sababu ndani yake kuna kheri kubwa sana, kama alivyoendelea kusema katika aya 185 katika sura hii, anasema shahru Ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Watu wanafunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa sababu mwezi ambao ndani yake umeteremka Qur'an. Kwa kuteremka Qur'ani, hudan linnasi wa bayinati, umepatikana mwongozo kwa watu, maana uongofu na ubainifu, kujua mipaka ya kisheria iliyowekwa na Allah tabaraka taala isingepatikaniwa baada ya kitabu hiki kitakatifu cha Qur'ani, nacho kimekuja katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Ndipo aliposema huda wa bayinati, huda linnasi wa bayinati, umepatikana mwongozo kwa watu na ubainifu, min alhuda wal furqan, na umepatikana mwongozo kutokana na kushuka hii Qur'an. Faman shahida minkum shahra falyasum. Hapa ndo kwenye ikhtilafu. Kwa yoyote mwenye kushuhudia mwezi yeye afunge. Kwa yoyote mwenye kushuhudia mwezi yeye afunge. Isiwe tena tumeusikia sisi mwezi wa kimataifa, sikusudi kuzungumza mipasuko ya watu wa ikhtilafu. Ila tunakusudia Qur'ani inapothibitisha mwenye kushuhudia afunge huo mwezi. Sio tuliusikia mwezi wa kimataifa. Unaona vizuri eh? Waman kana maridha, na kama ikionekana mtu katokea ndani yake ndio mgonjwa, au tena Allah atampa hilo, au ala safari, au akawa yumo ndani ya safari, basi faidatu min ayyamin ukhra, kama ilivyo atatimiza katika masiku mengine, miezi mingine. Lengo kufanya hivyo, Mwenyezi Mungu yuridu Allah bikum al-yusra, ameifanya hii sheria ya dini ya Uislamu iwe nyepesi kwa watu, wala yuridu bikum al-usra, na wala hakutaka Allah hii sheria ya dini leo kwa watu iwe ngumu, wao ni ngumu. Wala tukumilu al-idda, lengo anafanya Mwenyezi Mungu ili atimie tu yale masiku. Kama utafunga katika miezi mingine, wala tukumilu al-idda, itimie idadi yake yale masiku yaliyowekwa, ndio makusudi ya Allah tabaraka wa taala kufanya hivyo. Wala tukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, amefanya Mwenyezi Mungu ili apate kutukuzwa kwa ule utukufu wake na ubora wake. Pengine watu watakuwa ni kumshukuru Allah kwa ubora wake wa kuwekea watu sheria hizo na kuwafanyia wepesi, ili wapate fadhila kubwa za ibada katika kuelekea jannatul firdaus nusra. Allahumma ij'alna minhum. Uislamu ibada hii si ibada ya mchezo, tujiandae nayo na ile habari nzito, na yote mwenye kudiriki sawa sawa ibada hii, basi inshallah atakuwa katika miongoni mwa mstari ya peponi. Na tunamuomba Allah tabaraka taala tujalie sote pamoja tuendelee kuyapata hayo mstari ya peponi, tukastarehe pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.